Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tuhame kutoka kwenye kudhibiti biashara tuende kwenye kuwezesha biashara. Tuhame kwenye kudhibiti viwanda tuende kwenye kuwezesha viwanda. Tutoke kwenye kudhibiti uwekezaji tuende kwenye kuwezesha uwekezaji. Kwa muda mrefu sana tumeishi sana kwenye hizo control. Minya kila mahali, funga, control, dhibiti, ubosi kwenye mitaji ya watu. Lazima tuheshimu sekta binafsi. Kama tunataka kutibu tatizo la ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania, lazima tuheshimu sekta binafsi na tutende kwa kumaanisha. Kama tunataka kutibu tatizo la umaskini, ni lazima tukuze sekta binafsi, na wala hatuna njia mbadala. Lazima tuende na njia hiyo ya kukuza sekta binafsi, na hata namba zetu kwenye mipango yetu zinatuambia haya, kwa sababu kwenye dira hii tunaoanza kuitekeleza kesho, 70% ni sekta binafsi. Kwa hiyo kama ni uangalifu, kama ni kutengeneza roadmap ya kufanikiwa kwenye hilo, la kwanza uangalifu tunaotakiwa kuweka, uangalifu wa kiwango cha juu ni sekta binafsi. Kwa sababu tukicheza na hiyo 70%, maana yake tunafeli kwa 70%. Hata kama tutaheshimu sekta ya umma peke yake, tutafaulu kwa 30%. Tutafeli kwa 70%. Tutafaulu kama tutadhania tunaweza kufaulu tu kwa kuheshimu sekta ya umma peke yake, tutafaulu kwa 30%. Karne tuliyopo imebadili kanuni za mafanikio ya kiuchumi duniani. Leo ushindani unaamuliwa na uimara wa sekta binafsi, kasi ya teknolojia na ubunifu, tija ya uzalishaji na uwezo wa kufungua masoko mapya. Zama za ukuu na ukubwa wa nchi kuwa kigezo zinafifia. Katika mazingira hayo, Tanzania ina nafasi ya kipekee ya kushindana katika aina ya uchumi huu kwa sababu moja tu ya aina ya mwelekeo tuliochagua kama taifa kwa miaka 25 ijayo. Na mwelekeo huo ndio unatufanya tuamini tuna uwezo wa kujenga uchumi wa kisasa wa viwanda unaotumia teknolojia, unaongeza thamani na unaoshindana katika masoko ya kikanda na kimataifa. Ili tuweze kuongeza wigo wa kodi na kuwasaidia wafanyabiashara waingie kwenye formal sector, tumeamua kuingiza na lengo lingine kwamba sisi kama TNCC itakuwa jukumu letu kubwa kuhakikisha kwamba tunarasimisha biashara. Lingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kupanua wigo wa uongozi wa TNCC. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya hapo ukija kwenye bodi ya TNCC kulikuwa hakuna mwanamama hata mmoja. Ukija kwenye halmashauri kuu vile vile kulikuwa hamna mama hata mmoja. This time tumehakikisha kwamba tunaongeza wakina mama. Kwa hiyo kuna nafasi za wakina mama kuanzia level ya juu mpaka level ya wilaya, wanaingia automatically kwenye ndani yetu. Lingine ni vijana. Tulikuwa kwenye bodi unakuta tuko watu wazima wote. Sasa hivi tulichokifanya kwamba kuna nafasi za vijana kuanzia kwenye level ya bodi mpaka level ya wilaya. Hizo ni automatic zipo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.